Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi Mwongozo wa Kujifunza Biblia, tunakaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye lesoni ya shule ya Sabato kwenye robo ya 4 mwaka 2025. Inazungumzia kuhusu mafundisho ya imani kutoka katika kitabu cha Yoshua, na leo tunaingia kwenye somo la pili. Lakini kabla hatujaingia hapo, na watumishi wa Mungu ambao tunataka wajitambulishe. Ujambo pastor? Jambo pastor. Habari zako? Vizuri sana kabisa. Unaweza kujitambulisha mara tena kwa majina? Ndio, kwa majina uniite Pastor Japhet Kamate. Huyu ni Pastor Japhet Kamate kutoka kwenye wilaya hii ya Kasindi. Na kwa upande mwingine hapa tuna mtumishi wa Mungu. Jambo pastor? Jambo. Habari zako? Mzuri. Tunashukuru mara tena kubali aliko letu kwenye mtambo hii. Asante sana. Kwa majina unaweza kujitambulisha tena? Kwa majina uniite mchungaji Yannick Maulu. Huyu ni mchungaji Yannick Maulu na mimi mchungaji Meshak Sikwa, sote pamoja tunatumika katika wilaya hii ya Kasindi. Na leo tunaingia kwenye lesoni ya pili kwenye robo hii ya 4, na kabla tujaingia kwa somo tunamwalika mtumishi kuombea. Basi tuombe. Baba yetu mjuu sana, jina lako lipewe sifa kwa sababu fadhili zako ni nyingi kwetu. Tazama muda huu tena tunafikia muda wa kutafakari fundisho hili. Tunaomba uongozi wa Roho Mtakatifu ili tupate kuelewa mambo ambayo itatusaidia katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Kwa hivyo tunaomba upate kutuongoza, upate kutupatia mafikiri mazuri, na kila mmoja ambaye atasikiliza fundisho hili ipate kumsaidia katika maisha yake ya kiroho. Kae pamoja nasi, tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Kwenye juma hii ya kwanza ambayo tumemaliza, lesoni ya kwanza ilikuwa ikizungumzia kuhusu siri ama mbinu ama vichocheo vya kufanikiwa, na tumeviona kwa undani kabisa. Na somo la leo, somo hili la pili, linazungumzia kuhusu kushangazwa na neema. Kushangazwa na neema. Sijui pastor, unaelewaje neema? Unapozungumziwa neema, unalielewa namna gani neema? Ndio, asante pastor. Na ninapochunguza neno hili neema, ndio ni neno ambalo linaonyesha kitu ambacho mtu anapewa kwa bure. Kitu ambacho anapewa kwa bure ndicho nakiita neema. Asante sana. Fungu la ukariri ni kwenye Waebrania 11:31. Neno la Mungu linasema, kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi wa amani. Pastor Yannick, sijui kuna uhusiano gani kati ya kichwa ya somo na shairi? Unaona ufanano gani? Ndio. Tunapoisoma kitabu kile cha Waebrania 11:31 inayozungumzia imani ya Rahabu, inaambatana na kichwa cha fundisho. Ndio. Kwa sababu namna mchungaji amesema neema ni kitu ambacho mtu anapewa kwa bure. Na hata inaweza kuongeza unakipewa kwa bure hata na ulikuwa haukistahili. Ndio. Na ukiona wanazungumzia kwamba Rahabu alikuwa ni kahaba. Alikuwa ni kahaba, yani alikuwa mtenda dhambi. Lakini kwa imani yake aliyoipata, nafasi ilifika sasa yeye akafanya nini? Hakuhesabiwa tena yale hali yake ya zamani ya dhambi, na akapata neema mbele ya Mungu. Asante. Na hiyo inaonyesha kuwa imani ya Rahabu ilimsaidia ili Rahabu apate neema. Alipata neema mbele ya Bwana. Asante sana. Kwa hivi tunamuona Rahabu ambaye kikawaida ni mwenye dhambi, lakini licha ya dhambi zake anapata kibali. Kwa hivi katika juma hii kuna visa viwili vikubwa ambavyo tunaweza kuzizungumzia katika lesoni ya juma hii. Tunamwona ni kizazi kipi ambacho kiko hapa, kwa sababu baadhi ya watu ambao walikuja pamoja na Musa wamefariki kwa sababu ya uasi wao, na kumezaliwa watu wapya. Kuna kizazi kipya ambacho Yoshua sasa anakiongoza. Lakini Yoshua anawatuma kwanza wapelelezi waingie Kanaani kuenda kupeleleza. Siku zilizopita ilikuwa 12, lakini hapa wanakuwa karibia 2 tu. Sijui ni kwa nini Yoshua aliwatuma kwanza wapelelezi. Mnadhani ni kwa nini mara tena? Yeye alikuwa miongoni mwa wapelelezi walioenda siku hiyo ya zamani, lakini leo tena anawatuma wapelelezi. Kwa mtazamo wenu mnadhani ni kwa nini? Ninafikiria, unajua ile ya kwanza alituma 12, ndio, lakini wale 12 wote hawakuwa na mtazamo mmoja. Kulikuwa wengine waliokatisha tamaa wengine, ndio, na kaonekana tu 2 ambao walitia moyo wana wa Israeli. Na hivi ninafikiria kwamba Yoshua alitumia wao 2 tu kwa sababu ni wale pengine ambao wanaweza kusaidia vizuri kuleta mtazamo na kuangalia mazingira ni namna gani wanaweza kuingia katika mji, ili wanapokuwa wengi huenda mtazamo inaweza kuwa tofauti kiasi kwamba unaenda onekana tena wengine ambao wanaweza
wanaweza kuwakatisha wengine tamaa. Asante sana. Kwa hiyo hawa watu walikuja na habari njema, hawakuwavunja moyo, wakasema hapana, tumetoka huko na mambo iko sawa, Mungu atatushindania kabisa. Ilikuwa ni kizazi kipya, nouvelle generation ambayo inawatia wengine moyo. Lakini hapa mahali ambapo wale wapelelezi wawili walipotumwa kutokea panaitwa Shitimu. Na hapa inaonekana kwamba mahali pale kulikuwa kumetokea matukio fulani fulani ambayo ilikuwa inakatisha tamaa. Wakati fulani wana wa Israeli walifanya hapo uzinzi, hata wakaabudu sanamu. Kwa hivi ilikuwa ni mahali, tuseme mahali ambapo palitokea mambo mabaya. Hata ni papo hapo ndipo wanatumwa wapelelezi kutoka mahali pale. Pastor, unadhani ni kwa nini watu ambao walikuwa wamefanya mabaya kwa wakati fulani ama kwa muda mrefu, lakini tena wanapewa nafasi ya pili ama fursa nyingine ama second chance? Ndio, asante sana. Mungu ni Mungu wa rehema. Asante. Hataki mtu apotee katika dhambi. Anatoa nafasi ya pili ili mtu apate kuokolewa. Asante sana. Ndio maana anatoa tena nafasi ya pili ama bahati ya pili ili wale wapate kuokolewa. Asante sana. Ndio. Na hiyo ndio tunaweza kuelewa kama neema, nouvelle page ambayo inafunguliwa katika maisha. Sisi kama wenye dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Baada ya kufanya dhambi tungastahili kufa, lakini Mungu anatupatia tena fursa nyingine ya kuishi ambayo tunaweza kuita neema. Sijui Pastor Yannick, sijui nitafanya tu mzaa pamoja na wewe. Mara mtu amekosea, sijui alikuwa nani alikosea mara ya mwisho. Sijui kama binadamu ni mara ngapi unazoea kusema ukipitiza hapa mara hiyo nitakulipiza. Unajua katika hali ya ubinadamu, ndio huenda mtu anapokosea inatufikia kama binadamu, moyo unakuwa kama unachoka. Ndio. Na huenda kuna mara unaona usema amenikosea, pengine ilikuwa kutokujua, au pengine alikuwa tu amepitiwa kidogo. Unaweza kumwachia tena nafasi nyingine ya pili. Tena akitenda jambo moelelea tena kwa nafasi ya pili au nafasi ya tatu, huenda nafasi inaweza kufika katika hali ya ubinadamu, unasema mimi sita tena muhesabia kusema kwamba ninamsamehe. Katika hali ya ubinadamu inafikia kwamba unaona kwamba yeye ni mtu mbaya. Lakini Mungu, jinsi tunavyoona hapa, endapo wana wa Israeli walitenda dhambi wakafanya sijui namna gani, Mungu alikuwa akiwaachia tena nafasi, fursa nyingine mpya ambao pengine wataweza kuonesha mabadiliko. Asante sana. Kwa hivi ninapofikiria kwa kisa kile kia Petro alipomkana Yesu Kristo, mara nyingi kabisa alimkataa. Lakini Mungu akampa tena fursa nyingine. Akamwambia Petro, je, unanipenda? Ninakupenda. Je, unanipenda? Nakupenda. Je, unanipenda? Unajua. Kwa hivyo Mungu akamwambia lisha kondoo zangu. Kwa hivyo Mungu akapatia fursa nyingine licha kwamba alikuwa amekataa. Sasa hiki mimi katika maisha nafikiria, nasema je, kupatia mtu fursa nyingine ni kutuambia mara tena tusiwe na akili ya kuchunguza ama ya kuwa na mipaka na yeye. Unaweza kumsamehe mtu lakini mtengane sana. Mara hiyo nitoe mfano tu ambao inaweza kuwa halisi. Kuna mtu ambaye amekuja, sijui mlozi ama mtu fulani, ukimuona yeye anawaua watu, anasema mimi ndiye nilipea mtoto wako sumu na nimechanjwa kupea watu sumu. Fursa ambayo utampatia, je, baada ya kumsamehe utampokea tena tu, utamwachia watoto wako wale ambao wanabaki? Wa kwanza amefariki na anakuja tena sema mimi nimechanjwa kuwapatia watoto sumu. Wa kwanza amefariki. Wa pili atakapokuja utampea kwa sababu utapea tena fursa ya pili. Hiyo fursa ya pili tuelewe namna gani? Ni kusema tufanye pasipo kuchunguza tena, ama tunaweza kumsamehe, ndio nimekusamehe sitakufanya kitu chochote, lakini kwa huyu usimguse. Ama sijui taielewaje fursa hiyo. Tunaweza kuielewa katika njia kwamba hata endapo unaweza kumpatia fursa nyingine, lakini sio kwamba hautakuwa tena na mbinu ambazo unaweza kutumia ili kujikinga. Ni vema kabisa kujikinga, kwa sababu wakati umeona hapa kuna hatari, hauwezi tena kujipeleka katika hatari endapo umempatia fursa ili umpokee, umsamehe, na pengine sasa anaweza hata kubadilika kuliko kumtendea kibaya. Asante sana Pastor, Mungu akubariki. Ndiyo. Pastor, unaona wale wapelelezi ambao wamefika Kanaani, na baada wanapofika hapo hawafiki katika nyumba ya mchungaji ama nyumba ya wageni, wanafikia kwenye kahaba. Okay? Na kiongozi wa mji anasema watu wameniambia kwamba kuna wapelelezi, kwa hivyo waondoe. Rahabu ambaye alijua ndani ya moyo wake kwamba amewaona na amewafichika, lakini akasema uongo, anasema niliwaona lakini sijui ameenda wapi. Kwa hivyo unaweza kufuata njia hii ijapokuwa alikuwa amewafichika. Na baadaye anahesabiwa haki. Amekombolewa kwa neema. Sasa nauliza kama Wakristo, je, kuna circumstances mbalimbali ambazo tunatakiwa kusema uongo
kwa ajili ya kuponyesha kitu fulani. Wanasema bandiko katika nyumba yako tumemuona na unajua kwamba yuko pale. Utasema ndio yuko ama utamfichia kwa kuokoa maisha yake? Nadhani ni Biblia inashughulika namna gani kwa swali kama na lile? Asante sana. Ninapochunguza ni kwamba kwa kweli Biblia haiwezi kuruhusu mtu kusema uongo. Kwa sababu kama Biblia inaruhusu mtu kusema uongo tutasema si kweli. Lakini Biblia kabisa imekataa usiseme uongo. Peu importe circonstance. Hata kama iwe circonstance ya namna gani, hata kuwe kifo, usiseme uongo. Lakini tunapoishi katika dunia hii ambayo inakuwa na matatizo, kunafikia nyakati ngumu ambazo mtu anatafuta njia ambazo zitampitisha katika hatari fulani, kwa sababu mtu hawezi kujiachililia. Inambidi mtu apate kutafuta namna ya kukwepa kitu fulani. Sasa ilikuwa ni njia ambayo huyo kahaba alitumia kwa sababu ya hali ambayo alikuwa anaipitisha na mahali ambapo alikuwa anaishi, katika mazingira ambayo alikuwa anayaishi. Hiyo ilikuwa tu ya kawaida katika maisha yake. Asante sana. Ndio. Pata nini kuna kile ambacho nataka kuongeza kuhusu swala hili la kahaba, kwa sababu niliona kwenye social media kwa juma hili iliyopita watu wasema basi mbona ninyi mnaendelea kuhubiri kwamba kahaba Rahabu hakufanya kosa, mbona alisema uongo? Basi tuelewe ile swala namna gani. Watu wengi wanadhani kwamba wanaweza kuiga mfano wa Rahabu kwa kujustify uongo ambao wanaufanya. Unajua namna mchungaji amesema kweli ni kweli. Ndio. Huenda hata unaweza kufikiria kwamba uongo ndio inaweza kuokoa. Au tunafikiria tunasema sababu ya kusema uongo ndio iliwaokoa wale wapelelezi. Ndio. Ili wale waliowatafuta wasiwaue au wasiwafanye vibaya. Hapana. Mungu ana njia nyingi ambazo anaweza kuwaokoa watu. Ndio. Hata kama unatumia kweli, endapo kuna jambo ya kutaka kumwokoa mtu, ukitumia kweli, endapo kama utakuwa umemexpose, Mungu ana njia mbalimbali za kuokoa. Na hiyo haiwezi acha kwamba sisi tuseme uongo tukifikiria kwamba ni uongo ule utakaookoa mtu. Hapana. Ukiangalia hata kwa kile kisa ambapo Yakobo alidanganya akisema yeye ni Esau, na kweli alibarikiwa, lakini sio kwamba ule uongo ndio ulisababisha Yakobo afanye nini? Abarikiwe. Au kwa maneno hata mengine, sio kwamba endapo wangelisema kweli ingeliacha pengine habarikiwe. Hapana. Mungu ana njia mbalimbali, na hivi neno la Mungu lazima tuweze kulishika namna nilivyo, kwa sababu Mungu ni Mungu na yeye anakuwa control wa circumstances zote, na yeye anahitaji tushike yale ambayo amesema kama ni kweli. Asante. Ni jambo lenye maana kubwa kabisa kusikia mwanamke yule ambaye ni Mkanani, ambaye ni mkahaba, anapokiri ya kwamba Yahweh ndiye Mungu wa kweli. Anawaambia wale wapelelezi, tumesikia ya kwamba huko mlipokuwa Misri Mungu akawashughulikia, tumejua kwamba yule Mungu mnayemwabudu ndiye Mungu wa kweli. Sasa ni shauri gani ambao tunaweza kutolea huyu dada mtazamaji na msikilizaji pengine ambaye ni mzambi ama mkahaba, ambaye baada ya kumshauria anasema hata ninyi mnaosoma dini nyinyi ndio wa wapi? Kwa hamjaona kahaba Rahabu ambaye alikuwa ni kahaba hata hajafikia nusu yake, mbona yeye amepata neema? Kwa hivi msijali na mambo yangu, mimi kama kahaba naweza kuwatambulia kufika mbinguni kabla yenu. Kuna watu ambao wanaweza kutoa maneno kama yale. Ndio, kuna wale wanaosema maneno kama yale. Na neema ambayo Mungu anapatia watu sio kwamba inaturuhusu tuweze kuendelea katika dhambi. Ndio. Au pengine kwa sababu mtu Rahabu alikuwa mtenda dhambi akapata neema, huenda na sisi tufanye dhambi tutasema siku moja pengine Mungu atatupatia neema kama hiyo. Dhambi hairuhusiwi endapo neema ipo. Na mtu akipata nafasi kama ya Rahabu aliyoipata, sio kwamba alikuwa ameruhusiwa au Mungu alikuwa anapenda hali yake ambamo alikuwa ndani. Mungu anaichukia dhambi. Na Mungu hapendi hali ya dhambi. Na hivi sasa kila mmoja, maandiko matakatifu yanatolewa kuwa mfano kwetu. Ili sasa kwetu leo tuweze kuangalia kwa njia gani sasa yaweze kuwa mfano kwetu, kutuonesha kuwa Mungu hata neema yake ni juu ya wote. Endapo unaweza kuwa katika dhambi, kuna wale wanakuwa katika dhambi lakini ni kwa sababu hawajaijua kweli. Hawajaifahamu kweli. Lakini nafasi inapofika wewe umejua kweli, badilika, kwa sababu neema ya Mungu ipo kwa wale watenda dhambi ili waweze kuanza ukurasa upya wa maisha. Asante sana mchungaji. Ndio. Hivi huyu Rahabu ambaye amezungumza pamoja na wale
wale ambao ni wapelelezi, lakini kuna mapatano ambao wanafanya. Anasema basi mimi kwa sababu nimewaokoa, mimi mtakapokuja pia, kwa sababu najua kwamba tayari Mungu amewapatia nchi hii, kwa hivyo mimi pia mniahidia kwamba hamtonifanya lolote mimi ama mtu wa jamaa langu. Si hivyo, hapa amekombolewa kwa neema. Lakini wanampatia tena kitu cha kufanya baadaye. Wanasema utafunga kamba ya nyekundu kwenye dirisha, ikiwa mtu yeyote atakuwa katika nyumba hiyo hatauawa, lakini akionekana nje tutamuua na itakuwa sio kwamba tuna hatia yoyote. Kwa hivyo pastor, nitaka kuuliza, kwa neema na sheria nini kinatangulia? Kwa sababu amekombolewa kwa neema, lakini ana kazi nyingine ya kufanya. Kuna watu ambao tunaamini tumekombolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kuna wengine ambao wanaelewa kwamba hiyo neema hatutakiwi tena kutii sheria yoyote. Kwa hivyo tukiitii tunakuwa tumeharibu neema. Sijui inaendanaje? Asante sana. Ni kwamba neema ndio inatangulia. Asante. Tumeokolewa kwa neema. Lakini hiyo neema ambayo tumeokolewa ndani haiwezi kuacha tunaishi katika maisha ya dhambi. Kwa sababu mtu anapookolewa kwa neema, ni sharti sasa afate njia za yule ambaye amemuokoa. Na hizo njia ni sheria. Namna tumeokolewa na Yesu Kristo kwa neema, sasa tufuate sheria zake. Yaani neema inatutuma kufuata sasa njia za yule ambaye amefanya nini? Ametuokoa. Namna Rahab ambaye ameokolewa kwa neema, lakini ijapokuwa ameokolewa, wanamwachia sasa short, ufunge nguo hiyo nyekundu. Kama alikataa kufunga hiyo nguo, angeliteketea pamoja na wengine. Lakini kwa sababu alishika hiyo, alitii hiyo amri, hiyo iliacha sasa anafanya nini? Hiyo anaokolewa. Anaokolewa, ndio. Asante sana mchungaji. Hii inanikumbusha hata kisa cha wana wa Israeli kwa pigo hiyo ya 10 kabla watoke Misri. Ilisemeka kwamba wakichinja mwana kondoo na kuweka damu kwa mimbo, malaika atakapokuja akiona damu atavuka na hapo apata kufa mzaliwa wa kwanza. Lakini kwa bahati mbaya tufikirie ingalikuwa Mwisraeli mtu mmoja ambaye anasema mimi sitaweka damu. Kwa hivyo huyo angalipoteza mtoto mzaliwa wake wa kwanza. Kwa hivyo cha kukombolewa kwa neema kuna utaratibu ambao lazima tupate kwa yule ambaye ametukomboa tayari. Ndio Yesu ametukomboa sote, lakini sio kwamba wote wataenda mbinguni. Watakaoenda mbinguni sasa ni wale ambao wanajua thamani ya hiyo neema. Wanajua kufanya kile ambacho yule ambaye aliwakomboa anawaagiza kufanya. Wale wapelelezi wamemaliza hiyo kazi, wanarudi, lakini kuna kisa cha watu wengine ambao wanafurahia, ambao tunaita wa Gibeoni. Unaposoma kisa cha Rahabu na cha Gibeoni, ni visa ambavyo vinafanana sana, kwa sababu msingi ya imani yao ama ya kupotea ya kuokolewa kwao ilikuwa ni kusikia. Rahabu alisema tumesikia kwamba Mungu wenu ndiye Mungu wa kweli. Hata wale wa Gibeoni pia walipokuja wakasema tumesikia kwamba yule Mungu wenu ndiye Mungu wa kweli. Na wakafanya kabla wafanye kiapo wakatumikisha rizi ama ujanja hila, wakavaa kama watu wanaotoka mbali, chakula cha watu wanaotoka mbali ili kuwadanganya. Njia walioitumikisha ilikuwa ni uongo. Sawa sana Rahabu akadanganya, anasema sijawaona hawa watu ama sijui wameenda wapi. Na hawa wa Gibeoni nao wakatumikisha uongo, tunatoka mbali. Lengo la wote ilikuwa ni kutuangamizwa. Rahabu hakutaka kuangamizwa na wale wa Gibeoni hawakutaka kuangamizwa. Sasa matokeo yaliyotokea mara moja ilikuwa ni ukombozi, wataka kuombolewa. Na matokeo ya muda mrefu, hao watu wa Rahabu alitaka awe na uraia kamili, lakini wale wa Gibeoni wakapata utumwa. Kitu ambacho nataka niulize hapo pastor, unaona walikuwa wamedanganywa wana wa Israeli. Hawakupata wakati ya kumuuliza Mungu mapenzi yake. Wao walipoangalia tu aparas wanavaa manguo ya kuchafuka, ndio wanatoka mbali sana tena sana. Sasa swali ambalo nataka kuuliza ni hii ambayo tunapata kwenye approfondissement, inasema sisi pia leo tunawezaje kuepuka kuanguka katika mtego ule leo kama Waisraeli waliofanya na Wagibeoni? Kwa sababu walijikuta mjileni, wanasema tukiwaua tutakuwa tumevunja amri ya agano, tushafanya nao agano kwa jina la Mungu. Okay? Hivi tuwaache? Mbona Mungu alikuwa ametuagiza kwamba wote tutakapowaona tutawaua? Kwa hivyo walijikuta katika dilemma. Tunaweza kufanya nini sisi leo tusije tukaingia katika hali kama na ile wana wa Israeli? Kwa sababu sisi kama viongozi wa leo, kuna mara nyingine kwa muonekano wa nje tunaweza kusema huyu ni mtu mzuri ama huyu ni mbaya kwa parasi tu. Unajua kile ambacho tungelishika pale, kwa sababu hatari inaonekana. Ukihukumu mtu kulingana na mambo ya nje tu au mtazamo wa muonekano wa nje, kwenda unaweza kosea, kwa sababu muonekano wa nje kwenda inaenda kuwa muonekano ambao sio kwamba hata ni kweli kirahisi. Kwa sababu wale walitumia mbinu, wamevaa sijui namna gani, wamekuja kama wanaochoka, endapo walikuwa watu wa hapo karibu. Na wao wanasema tumetoka mbali. Wana wa Israeli tu kwa kuangalia tu mtazamo wa nje, na wakasema
huenda ni kweli. Na wakafanya kiapo, na hata nafasi ilifika hawakufanya nini, hawakuangua. Hivi kile ambacho tunaweza kufanya ni kuepuka kutoa hukumu fulani au kutoa uamuzi fulani kulingana na muonekano wa nje, kwa sababu huenda muonekano wa nje unaweza kufanya nini, kudanganya, kwa sababu muonekano wa nje sio kwamba kihalisi ndio unaweza kuonesha yale yaliyo ndani au yaliyo kweli. Asante. Asante sana mchungaji. Nafurahia pia maneno yanapokuwa kwenye paragrafu ya inasema wajibu wa msingi wa kiongozi huyu anayewajibika moja kwa moja kwa Mungu na wa kiongozi mwingine yeyote Mkristo ni kutafuta mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo hawa watu kwa sababu waliona tu parasi ya nje badala ya kumuuliza Mungu mapenzi yake, je, hawa ni kweli ama ni kitu fulani? Nadhani kwamba ni jambo la busara kwa tukiuliza mapenzi ya Mungu ni kabla ya kufanya kitu chochote. Lakini swali lingine linatokea hapo, tutawezaje kujua mapenzi ya Mungu? Utajuaje kwamba hiki katika maamuzi haya hiki ndicho Mungu anataka nikifanye? Na katika haya ni binadamu wangu, si ni kwa mfano wanawake, utajuaje kwamba huyu ndiye Mungu amesema ni muoe na huyu ndiye Mungu amesema hapana? Tunaelewa vizuri kujua mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni tunaweza kuielewa na kile ambacho Mungu amesema katika neno lake. Ndio. Kwa sababu ni Biblia inayoonesha yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu tutaitambua kufatana na yale ambayo yameandikwa katika Biblia. Ndio. Kwa sababu Mungu akisema nimesema hivi, yale ambayo amesema hiyo ndiyo mapenzi yake. Ni kusema ukionekana kitu ambacho kinatokea, tujiulize neno la Mungu linasema nini kuhusu swala hii. Ikiwa sasa kitu ambacho kimetokea kinaenenda sawa sawa na jinsi Mungu amesema, itakuwa na ni mapenzi ya Mungu. Na hivi na tutakuwa tumeweza kutoa ile ambayo ni hukumu nzuri. Asante. Asante pastor, sijui unaweza kupatia hata pastor hiyo kujua mapenzi ya Mungu ndio inakuwa vizuri kulingana na jinsi pastor amesema, kwa mambo ambayo yanaonekana unajua kwamba Biblia inasema hiki ni kizuri na hiki kibaya. Lakini kuna mara nyingine mambo yote inataka fanana kuwa mazuri, na hapo unakosa ya wapi ndio mapenzi ya Mungu. Kwa mfano nitoe mfano ya hao watu. Mungu amemwambia wakifika pale waangamize wale watu, si vile? Kile walijua kwamba ndio mapenzi ya Mungu. Lakini wamefanya tena nayo agano, na Mungu hataki watu ambao wanavunja agano ambayo imefanyika kwa jina lake. Vitu vyote viwili vilikuwa ya Mungu. Sasa nitoe mfano, mimi tu niende kwenye mfano ya mke ama kazi. Umeona wasichana wawili. Sisi tunafunzwa na Biblia kwamba hatutakiwi kufunga ndoa na watu wasio waamini. Wote umeona waamini, wote Waadventista wa Sabato, si vile? Hakuna anayekuwa na kosa ama ambayo inaweza kusema huyu kwa sababu ni mzinzi. Hapana, wote hawana uzinzi. Lakini moyo wako sijui inaweza kuwapenda watu wawili kwa wakati mmoja. Na sasa unajiuliza mapenzi ya Mungu ndio ipi kwa watu wawili? Ni hapo ndipo niko. Ama kwa kazi, kuna kazi ya uganga, kuna kazi ya walimu. Umesoma uganga, umesoma na ualimu. Unajiuliza niko naomba Mungu kazi, wote wamesema wananipatia kazi, waganga na walimu. Mapenzi ya Mungu ndio ipi kwa hao wote? Sio kama ni dhambi, lakini zote unaona ni kazi. Sijui mnanielewa? Sasa kwa vile sijui unaweza kujibu namna gani. Najua ya kwamba ni vizuri ndio kumuomba Mungu atusaidie. Kwa sababu kitu ya uchaguzi ili tupate kuvumbua mapenzi ya Mungu inatubidi kumuomba Mungu atuwezeshe kutazama yale ambayo yanatustahili, ambayo itakuwa ni mapenzi ya Mungu. Asante sana. Na sisi kama viongozi wa kanisa, viongozi mahali pote, kuna mara nyingine kama binadamu tunaweza kuleta mapendekezo zetu huko tukizani kwamba ndio mapenzi ya Mungu, akumbe pengine ni kinyume na kile ambacho Mungu alikusudia kitendo. Mungu akatusaidia kabla ya kufanya maamuzi yoyote tujiulize mapenzi ya Mungu nini katika swala hili, na tuwe tayari kufuata yale mapenzi ya Mungu. Baada ya hapo walipotambua hatimaye ya kwamba hawa watu ni waongo, walijikuta katika dilema, sema hawa tuwaue ama tufanye nini? Wakashindwa kuwaua kwa sababu ya agano walikuwa kiapo ambacho walikuwa wamekifanya kwa jina la Mungu. Kwa hivyo akawapatia kazi, anasema ninyi mtakuwa watu wa kushota maji na kukata kuni kwa ajili ya taifa lote. Lakini baadaye Yoshua akaja akajiboresha, sema watakuwa wakifanya kazi, wakaleta maji kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya hema, sijui mambo kama yale. Inasemeka hata walipoenda katika utumwa kule Babeli, waliporudi kujenga upya Yerusalemu, wanasema tena hao watu waliwasaidia kufanya hiyo kazi. Na hapo ndipo unaona neema ya kushangaza, watu ambao ni wazambi, ambao hawakuwa wanastahili, lakini kwa muujiza tu Mungu anawastahilisha. Hakuna kitu ambacho wamekilipa, hakuna nini. Sijui mnaelewaje hiyo neema ya kushangaza? Kwa maneno yako pastor, tunapoenda kumaliza, neema hiyo ya kushangaza unaielewaje katika maisha, katika safari yako ya Kikristo, na pastor baadaye unapojiandaa pia? Ndio, asante sana. Neema ambayo Mungu ametutolea tunapoishi, tusiwaone wengine kama wabaya. Namna wale ambao walikuwa ni maadui, lakini
wakaja wakaishi pamoja na watu wale kwa uzuri. Asante. Inatufunza kuwasaidia wale ambao bado wangali katika hali mbaya. Tuwaonyeshe tabia nzuri, tusifate kuwatupilia mbali, ijapokuwa Mungu ametufanya kuwa nuru. Asante. Kuwa nuru. Asante. Ndio. Lakini ninapofikiria hapa nina swali. Ndio basi, karibu. Swali ambayo ninakuwa nayo inaonekana katika kitabu cha Mathayo sura yake ya kwanza. Okay. Ninapotazama pale ninaenda kuta ya kwamba katika hiyo ukoo uzao wa Yesu ninaenda kuta jina ya Rahabu. Alikuwa ni yule Rahabu tu. Asante sana. Ndio. Basi karibu sana kwa swali. Asante sana, tunashukuru. Hapo niongeze pia kwa swali nifanye nzito zaidi. Kuna mwingine pia aliuliza, anasema si nimesoma alitoa shahidi, sijui inaweza kuwa tu hata kwenye hiyo Mathayo. Anasema Rahabu alikuwa niseme kongibini ama niseme mzinzi mke tena wa Sulemani. Ndio akasema vile, sijui alitoa shairi, nakosa alitoa wapi, lakini alitoa shairi, lakini kwa shairi ilikuwa Salmo ambayo ilikuwa tofauti na Salomo. Kwa hilo ninaweza anja kwa hiyo. Okay. Ile kwanza inaweza kuwa sio Salomona mfalme, kwa sababu nyakati ni tofauti. Asante. Salomona yeye alienda kutokea huko nyuma, baadaye nyuma hata ya Daudi. Wana wa Israeli na wameingia katika ile nchi ya ahadi, wamefanya siku nyingi. Endapo Rahabu yeye aliishi ni nyakati hata kabla wale wafalme kuweza kuingia katika Israeli. Na pasta anauliza swali sasa, Rahabu ambaye anazungumziwa katika ule uzao wa Yesu ndani ya kitabu cha Mathayo sura ya kwanza. Je, ni Rahabu yule ambaye aliweza kuwaficha wale wapelelezi? Tunapoisoma Biblia haiwezi kuwa hata ya kushangaza ikiwa Rahabu anaonekana katika ule uzao. Asante. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yeye hata endapo ulikuwa mwenye dhambi namna gani, sio kwamba wakati umekuja yeye ataendelea kuhesabia yale makosa au dhambi ambayo ulikuwa umefanya. Yeye anazima. Na anapouzima unaanza ukarasa wa maisha mpya, unaanza upya tena na yeye anazima. Ni wengi ambao walionekana, ukiangalia hata yule yule Salomona alienda kufanya ni Daudi. Alifanya uzinzi pamoja na ule Betsheba, ambaye Betsheba sasa Salomona alitokea mwa ile uzao ambaye sasa alikuwa mrithi. Na katika hata ule uzao wa Salomona ndipo Yesu tena anaenda onekana. Katika maneno mengine, hata endapo Betsheba alikuwa mzinzi, sijui ni Rahabu, sijui ni watu gani wengi, wakati Mungu yeye amesamehe, amempatia mtu neema na mtu ameokolewa, yeye ikiwa kukutumia kwake sio shida, atakutumia, utamtendea kazi, kwa sababu Mungu neema yake ni neema ya kweli, na yeye anapo hata samehe anasamehe kiukweli, sio kama sisi binadamu. Asante sana. Ndio. Tunafurahi sana kwa hiyo neema ya ajabu ambayo imeitwa in grace surprenante. Ndio ile pasta ambayo unazungumzia. Ndio. Kwamba Mungu anasamehe kabisa, hakumbuki tena, anakupatia fursa mpya ya kuanza tena ukurasa upya wa maisha. Lakini tuzingatie tu ya kwamba hiyo neema haifanyi tufanye dhambi. Tumekombolewa kwa neema ndio, lakini tufuate utaratibu wa yule ambaye ametukomboa. Basi nawashukuru kwa uchambuzi wa leo, Mungu awabariki. Asante. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ikiwa una swali kwa somo unaweza kuweka kwenye comment, kwa somo litakalokuja tutajibia pamoja na walimu. Mchungaji, unaweza kutuweka mikononi mwa Mungu kwa tukimaliza. Asante, tumshukuru Mungu. Tunalitukuza jina lako Mfalme Jehova, ukitie mahali pa kuinuka mbinguni. Asante tena kwa fundisho hii ambayo inaonesha neema inayoshangaza. Na wewe ni mwingi wa rehema nyingi, na hauhitaji hata mmoja akapotee, unahitaji sote tuokolewe. Hata wale walio watenda dhambi unahitaji watoke katika hali ya dhambi, kwa sababu nia yako ni hiyo tu, kwamba sote tuokolewe. Hivyo utusaidie tena kuelewa zaidi fundisho hili linalotufundisha sana kuhusu neema, zaidi hata kwa wale ambao wakingali katika dhambi, kwamba wabadilike na wamrejee Yesu. Tunaomba hivi, utueleweshe tena mengi zaidi kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Pastor, tunashukuru kwa uchambuzi wa leo. Mungu awabariki sana kwa kukubali huduma hii. Asante, tunashukuru pia. Asante. Pastor, tunashukuru pia kwa kukubali aliko. Mungu akubariki. Asante. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji, ikiwa hamjasubscribe, mjiabone kwenye channel hii kwa Mungu kupata masomo lesoni shule Sabato siku baada ya siku, na mafundisho mengine kwa ajili ya nyumba, kwa ajili ya vijana na kwa ajili ya maisha. Kwa hivyo Mungu awabariki mahali pote mlipo. Amina. Asante.